Sherehe na sikukuu zinazobadilika tarehe. Alhamisi Kuu. Utangulizi. Alhamisi Kuu ni mwanzo rasmi wa siku tatu kuu za Pasaka. Katika karne za mwanzo wa kanisa, Wakristo waliadhimisha karamu ya mwisho usiku wa Pasaka. Baadaye ilihamishiwa siku ya Alhamisi. Siku ya Alhamisi Kuu asubuhi, askofu alipaswa kuongoza misa takatifu ya Krisma, ambapo mafuta matakatifu ya mwaka mzima yalibarikiwa. Jioni alipaswa kuongoza misa ya karamu ya mwisho. Sehemu A. Matukio muhimu katika karamu ya mwisho. 1. Kuwekwa sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Katika karamu ya mwisho, Yesu aliweka rasmi sakramenti ya Ekaristi Takatifu kwa maneno na matendo, na akawaamuru mitume kutekeleza adhimisho la Ekaristi hadi arudipo. Rejea Injili ya Mathayo sura 26 aya ya 26 hadi 29, na waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya 11 aya ya 23 hadi ya 29. 2. Kuwekwa kwa sakramenti ya daraja takatifu. Katika karamu ya mwisho, Yesu aliwapa mitume uwezo wa kuadhimisha misa takatifu kwa kusema, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Rejea Injili ya Luka sura 22 aya 19. 3. Kuwekwa amri kuu ya mapendo na huduma. Tendo la Yesu kuwaosha mitume wake miguu ni kielelezo cha kuwataka wafanye vivyo hivyo, kuwapenda kondoo na kuwahudumia. Rejea Injili ya Yohane sura ya 13 aya ya kwanza hadi ya 5. Kipengele B. Mafundisho ya mababa wa kanisa kuhusu Alhamisi Kuu. Mtakatifu Agustino wa Hippo aliandika kuwa Ekaristi ni sakramenti ya upendo, ishara ya umoja na kifungo cha huruma. Mtakatifu Yohane Krisostomi alisisitiza kuwa ushiriki wa mwili na damu ya Kristo unatufanya mwili mmoja na Kristo na kutuunganisha na ndugu zetu. Mtakatifu Ambrosi alifundisha kuwa siku hii ni sherehe ya sadaka na ushirika, ambapo kanisa linaishi fumbo la ukombozi. Ujumbe wa Alhamisi Kuu. Tuipokee Ekaristi Takatifu kwa mastahili baada ya kupokea sakramenti ya kitubio. 2. Tuwaombee na kuwatii mapadri wanaotuhudumia. 3. Tupendane na kusaidiana kindugu bila ubaguzi, tukimwiga Kristo aliyewapenda watu wake upeo. D. Vipengele muhimu vya liturujia ya Alhamisi Kuu. Kikawaida misa huanza jioni, na katika adhimisho la misa takatifu kuna tendo la kuwaosha watu miguu. Kengele hunyamaa baada ya utukufu hadi vigilia ya Pasaka, na kiutamaduni kumekuwepo na utaratibu wa kuabudu Ekaristi Takatifu. Tafakari hii imetoholewa katika kitabu cha Shajara